Pale tulikuwa tunamfahamu kwa majina mawili. Familia nimesikia imesema Mneo. Ina maana kumbe huku familia ilikuwa inamuita Mneo, sisi kule tunamuita Neo. Hivyo ndivyo gisi tulikuwa tunamuita sisi kanisani. Na kwa jina lingine tulikuwa tunamuita Kristino. Jina la Bwana libarikiwe. Haya majina mawili ndio tulikuwa tunamfahamu kwa hayo. Neo ama Kristino. Jina la Bwana libarikiwe. Neo kama jinsi tulikuwa tunamfahamu ni mwimbaji wa kwaya yetu hii ambayo imemaliza kuimba hapa. Kwaya yetu ya Uamsho. Ameimba kwa hii kwaya kwa muda mrefu sana. Tangu tutoke tungali kule juu mpaka jinsi tulishuka hapa alikuwa ni mwimbaji. Na kwa muda huu alikuwa ameacha kuimba. Alikuwa haimbi tena. Kwa hiyo Jumapili tu hii iliyopita ndio nilipigiwa simu kwamba Neo amelazwa hospitalini. Na nilipigiwa simu nilikuwa bado niko kanisani. Na nilipotoka pale kanisani nikajielekeza hospitali. Nilimkuta pale. Tukaongea na yeye. Lakini mwili wa mtu ulikuwa umeshaisha. Nilimuona kabisa amepunguka, mtu amekonda. Nilijaribu kumuuliza mawili matatu, tulizungumza na yeye pale na tukaongea. Jina la Bwana libarikiwe. Na baada ya kuongea nilimuombea. Nilifanya huduma kwa ajili yake. Basi nikamuaga kwamba mimi nimerudi nyumbani. Niliporudi asubuhi yake Jumatatu nikapata taarifa kwamba wamemsafirisha ameenda Kigoma. Na hivyo nilikuwa nimeshajiandaa tena niende nimuone. Lakini sasa ikawa ndo muda wa kusafiri, amepata transfer ya kwenda Kigoma. Jina la Bwana libarikiwe. Kilichotokea Kigoma ndicho hichi ambacho kimetuweka sisi wote hapa. Kwamba kule kumetokea tu habari za nini? Za kifo. Kwa hiyo Wakristo kama Wakristo tunasema nini sisi? Tunasema kwamba Mungu ametoa na tena amefanya nini? Ametoa. Jina la Bwana lifanye nini? Libarikiwe. Kwa hiyo Wakristo wote ninawaomba kwamba mpeleke hiki ambacho familia imefanya nini? Imekizungumza. Kamwe ile acha atenda familia. Na onda ya niluga sana kutaka nitende. Bane tu balonde ule wanaye ongetwikirire lunde mafuta tabajali. Lakini betulo washungu mtwashimbu utwa mwito utende uli bange bashire Mungu babeni na babembi babula. Ni icyo tuma twatawaliwa no sibinu suku cyose. Eto atende kitatukiro twanyemye. Imiswele tule ne inozo olongo unoshire Mungu cyo mtombo so tuma betrose twakalu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndivyo ilivyo hivyo. Hivyo ni mwimbaji wetu wa muda mrefu sana, amefanya kazi huduma nyingi pale kanisani. Na hivyo ndivyo jinsi ilivyo, na tuwezi kusema lingine, tunasema tu Mungu abarikiwe kwa sababu kazi yake haina nini? Haina majuto. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaalika Praise kwa kutuletea wimbo na tutoe changizo ya kusaidia familia ambayo imefanya nini? Imeachwa. Kama kuna chombo pale tayari sijui mashemasi. Kipo. Basi tutoe. Karibuni kwa wimbo mashemasi.